Katoliki limepiga marufuku viongozi wa kiserikali na kisiasa kualikwa mbele ya madhabahu kwa ajili ya kutoa neno la shukrani ama kusema kitu chochote kuanzia wakati huu. Katika taarifa ya Kanisa Katoliki inasema maaskofu wameagiza maboresho ya maadhimisho yanayohusu daraja takatifu, nadhiri za kitawa, ndoa, jubilii na maziko ya Kikristo kutokana na kuwepo kwa tabia ya kuingiza matangazo mengi na hotuba nyingi kwenye maadhimisho mbalimbali ya kiliturujia. Taarifa inasema kwenye mkutano mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, yaani TEC, kikao cha 109 kilichofanyika Kurasini tarehe 16 mpaka 19 Juni 2025, maaskofu wameagiza mwishoni mwa adhimisho, baada ya sala ya komunio itatolewa mara moja wa baraka ya mwisho. Hakutakuwa na hotuba za kupongezana isipokuwa tu mwadhimishaji, yaani paroko, padri, askofu ama rais wa TEC atatambua kwa ufupi uwepo wa wageni wa kidini, kiserikali, kijamii na waalikwa wote bila kuwapa nafasi ya kuongea, kutoa hotuba wala kusalimia. Mwadhimini mkuu anayewajibika kuwaalika wageni, kutoa zawadi zao na bila ya wao kutoa salamu za pongezi. Kama utakuwa haujafahamu vizuri, Kanisa la Katoliki limetoa mwongozo wa maboresho ya kiliturujia nchini Tanzania, ambapo kupitia barua imeandika kuwa wapendwa katika Kristo, wadhana wa kardinali, maaskofu wakuu, maaskofu mapadri, watawa na waamini wote walei, Kristo ni tumaini letu. Wakaendelea kuandika, utakatifu na ukuu wa maadhimisho wa Ekaristi Takatifu ni jambo linalopewa heshima la juu katika imani ya Kristo. Kila siku Mama Kanisa na liturujia yake inatuita na kututaka kuliishi ikutano hili la Mungu na watu wake katika hali ya uchaji na utulivu mkubwa. Hata hivyo, tumejikuta tumejenga tabia kuingiza matangazo mengi na hotuba nyingi katika maadhimisho mbalimbali ya kiliturujia. Jambo hili likiachwa liendelee, litafifisha heshima tunayopaswa kuitoa katika ukuu wa liturujia mbele za Mungu. Hayo ilikuwa ni baadhi ya maandiko. Sasa katika sehemu ya pili, wakati anaandika katika kipengele cha adhimisho lenyewe, anasema adhimisho litaadhimiwa kwa kufuata mtiririko wa riti na madhehebu kama yanavyoeleza na kueleza. Namba 3 akaandika, mwishoni mwa adhimisho, yaani baada ya sala ya komunio katika mabano, itatolewa mara moja baraka ya mwisho. Hakutakuwa na hotuba za kupongezana isipokuwa tu mwadhimishaji, yaani paroko, padri kama ni tukio la kiparokia, askofu wa jimbo kama ni tukio la kijimbo, rais wa baraza la maaskofu TEC kama ni tukio la kitaifa. Atatambua kwa ufupi uwepo wa wageni wa kidini, kiserikali, kijamii na waalikwa wote bila kuwapa nafasi ya kuongea, kutoa hotuba wala kusalimia. Mwadhimishi mkuu anawajibika kuwaalika wageni, kutoa zawadi zao na bila ya wao kutoa salamu za pongezi. Bana, Kanisa Katoliki naona limekuja na msimamo mkali huu ambao hatujui utakuwa kwa namna gani na utaishia katika sehemu gani, lakini hiyo ni Kanisa Katoliki limekuja na msimamo. Nadhani katika sehemu ya comment wewe kwako umeipokea taarifa hii kwa namna gani?